Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya familia takatifu. Anayekuletea tafakari hii ni mimi Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu azizi ya Yesu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 3, aya ya 2 hadi ya 6 na aya ya 12 hadi ya 14. Bwana amempa baba utukufu mintarafu wana, na kuithibitisha haki ya mama mintarafu watoto. Anayemheshimu baba yake atafanya malipizi ya dhambi, naye anayemtukuza mama yake huweka akiba iliyo azizi. Anayemheshimu babaye atawafurahia watoto wake mwenyewe, na siku ya kuomba dua atasikiwa. Anayemtukuza baba yake ataongezewa siku zake, akimsikiliza Bwana atamstahiresha mamaye. Mwanangu, umsaidie baba yako katika uzee wake, wala usipate kumhuzunisha siku zote za maisha yake. Akiwa amepungukiwa na ufahamu, umwiwe kwa upole, wala usimdharau iwapo wewe mzima sana, kwa maana sadaka apewayo baba haitasahauliwa, na badala ya dhambi itahesabiwa kwa kukuthibitisha. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya 3, aya 12 hadi ya 21. Ndugu zangu, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana. Mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iwe ni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Ninyi wake watiini waume zenu, kama ipendezavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Ninyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, wasije wakakata tamaa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na injili inatoka katika Injili ya Mathayo, sura ya 2, aya ya 13 hadi ya 15 na aya ya 19 hadi ya 23. Karibu tusikilize injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Tukufu kwako, Bwana. Na hao mamajusi walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Akaondoka
akamchukua mtoto na mama yake usiku, akaenda zake Misri. Akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimwita mwanangu. Hata alipofariki Herode, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mamaye, ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Akaondoka, akamchukua mtoto na mamaye, akafika nchi ya Israeli. Lakini aliposikia ya kwamba Arkelao anamiliki huko Uyahudi mahali pa Herode babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akiisha kuonywa katika ndoto, akasafiri pande za Galilaya, akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazarayo. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo ni Dominika ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Kila mmoja katika familia hii ana utambulisho wake na sifa yake. Yesu ni nafsi ya pili ya Mungu ambaye ameshuka kukaa katikati ya wanadamu na kuwakomboa. Maria ni mama aliyeshirikishwa katika kazi ya ukombozi, na Mtakatifu Yosefu ni wa ukoo wa Daudi. Utakatifu wa familia hii unatokana na fadhila takatifu zinazoonekana katika familia hii, lakini pia uwepo wa Mungu kati yao unadhihirisha utakatifu wa familia hii. Sherehe hii ni mwaliko wa kuziombea familia zetu, kuzitafakari familia zetu, kujipima na kujitunza kutoka kwenye familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Hivyo leo tumombe Mama Maria na Mtakatifu Yosefu waziombee familia zetu kwa Yesu, ili zidumu na kuendelea kusitawi. Lakini pia leo tumshukuru Mungu aliyetupatia zawadi ya familia, ambako sisi sote tumetokea huko. Tuwaombee wote ambao wamekuwa msaada kwetu katika familia zetu mpaka tukafikia hatua hii. Tuwashukuru wazazi wetu na kuombea baraka tele kama bado wako hai, na kama wamekwisha itwa na Mungu, basi tuwaombee tuzo mbinguni kwa mema waliotutendea. Mpendwa msikilizaji, chimbuko la sherehe hii ya familia takatifu, kiini na mwanzo wa sherehe hii ya familia takatifu ni kunako mwaka 1921 ambapo Baba Mtakatifu Benedikti wa 15 alitangaza kuwa Jumapili katika oktava ya Noeli au tarehe 30 ya mwezi Disemba itakuwa ni sikukuu ya familia takatifu. Sikukuu hii inaadhimishwa katika furaha za Noeli kwa sababu Yesu ameikamilisha familia ya Nazareti. Baada ya Yesu kuzaliwa, sasa familia ina baba, mama na mtoto. Sherehe hii iliwekwa ili iweze kuwa kielelezo cha familia zote za Kikristo. Mpendwa msikilizaji, mafundisho ambayo tunapata kutoka kwenye masomo yetu tuliyoyasikia. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Yoshua bin Sira. Mwandishi wa kitabu hiki ambaye ni mzee mwenye busara anatoa mafundisho makuu namna ya kuishi maisha mazuri kwenye jamii kwa kuongozwa na hekima na busara. Katika somo la leo anatoa mafundisho kwa watoto namna wanavyopaswa kuishi na wazazi wao. Hivyo kuna mafundisho makuu matatu ambayo tunayapata. Fundisho la kwanza, wazazi wanachukua nafasi ya Mungu hapa duniani. Wapendwa ndugu zangu, Mungu ndiye asili ya vitu vyote, muumbaji wa vyote, na anaendelea kuvitunza. Mungu anamshirikisha mzazi kazi hiyo ya kuumba.
Kupitia wazazi, watoto wanapatikana ulimwenguni. Hivyo, wazazi wanafanya kazi pamoja na Mungu mwenyewe. Watoto ni matunda yanayopatikana kutoka kwa wazazi. Hivyo, wazazi kwanza ni chanzo cha baraka. Kama vile Mungu alivyowashirikisha kazi ya kuumba na kuijaza dunia, ndivyo anavyowashirikisha kipaji chake cha kutoa baraka. Somo la kwanza linatueleza kuwa anayemheshimu mzazi anapata baraka. Baraka ya watoto, baraka ya miaka mingi yenye heri hapa duniani, lakini pia anapata baraka ya ulinzi na mafanikio. Mwandishi anaendelea kufafanua kuwa kile ambacho mtoto anamtendea mzazi wake, yeye mwenyewe atatendewa na watoto wake mwenyewe. Agano la Kale linatupa matukio na masimulizi jinsi wazazi walivyotoa baraka kwa watoto wao, hasa kabla ya kuondoka hapa duniani. Ibrahimu aliondoka vizuri na kumwachia baraka mwanawe Isaka. Tunayasoma kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 25 aya ya 5. Isaka alimbariki Yakobo. Tunasoma kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27 aya ya 18 hadi ya 30. Hapa mpendwa msikilizaji, wazazi tunapaswa kujifunza kutoka kwa hawa waliotutangulia, hawa ambao tumewasikia katika maandiko matakatifu. Wazazi tunapaswa kuwaachia watoto wetu baraka na sio laana. Tutoe maneno ya kubariki, tuishi na kutenda matendo ya kuwabariki watoto wetu na vizazi vijavyo. Tusitake matendo yetu na tabia zetu zibaki kuwa laana na kejeli kwa vizazi vyetu. Lakini mpendwa msikilizaji, watoto kama tunataka baraka kutoka kwa wazazi, ni lazima tuwapende, tuwaheshimu, tuwajali, tuwakumbuke na kuwasaidia wazazi wetu, maana wao pia ni vyanzo vya baraka. Mzazi ni njia ya kufikisha maombi kwa Mungu. Mpendwa msikilizaji, jema tunalomtendea mzazi ni sawa na sala mbele ya Mungu, kwa sababu inakuwa shukrani kwa Mungu na tena linamfanya mzazi amtukuze na kumsifu Mungu. Muda mwingine wazazi wetu hawahitaji mambo makubwa sana, ila kukumbukwa, kutembelewa, kusaidiwa katika madogo yao ya kila siku. Tunapoyaonyesha hayo kwao, wanaguswa na kutuombea baraka kwa Mungu na kututakia heri katika yale tunayoyatenda au kuyatamani. Kama tunahitaji baraka, tuwatendee wazazi wetu mema. Wapendwa ndugu zangu, wapo ambao wanawatelekeza wazazi wao. Wazazi kila siku wananung'unika na kulalamika kwa ajili ya watoto wao hao. Je, ni sala gani inayomfikia Mungu kutoka kwa wazazi hao juu ya watoto hao waliowatelekeza? Somo letu la leo litukumbushe kukaa na kutafakari maisha yetu ya nyuma. Tutafakari mchango wa wazazi wetu katika mafanikio yetu. Pasipo wao hakika tusingeweza kuwepo. Basi tuwashirikishe furaha yetu ili tuendelee kufurahia baraka zao, nao wafurahie uwepo wetu. Tusiwafanye wajute kwa nini walituzaa. Fundisho la pili ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la kwanza ni kumheshimu mzazi ni lazima au ni amri. Wapendwa ndugu zangu, somo letu la kwanza la leo linatukumbusha amri ya 4 ya Mungu, ambayo inatuambia waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Hii inatukumbusha kuwa kumheshimu mzazi sio suala la hiari au kuchagua, bali ni lazima. Kama vile mara zote maji yanatiririka kutoka sehemu ya juu kushuka chini mabondeni, ndivyo ilivyo lazima kuwaheshimu wazazi. Mungu amewaweka wazazi kama wajumbe wake hapa duniani, wanaofanya kazi yake
ile ile ya kuzaa watoto na kuwatunza kama yeye mwenyewe alivyofanya. Aliumba viumbe vyote na kuvitunza. Hivyo anayemheshimu mzazi anamheshimu Mungu mwenyewe, kwa sababu mzazi anasimama kwa nafasi ya Mungu hapa duniani. Kulingana na uzito wa wazazi, Mungu ameiwekea ahadi amri ya kuwaheshimu wazazi. Anayemheshimu mzazi atajaliwa miaka mingi tena yenye heri duniani. Tunasoma kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 aya ya 12. Lakini pia tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 6 aya ya 2 hadi ya 3. Biblia inaendelea kusisitiza kuwa asiyemheshimu mzazi wake anapaswa kuadhibiwa tena vikali. Tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 21 aya ya 17. Lakini pia katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 20 aya ya 9 na Mithali sura ya 20 aya ya 20. Mpendwa msikilizaji, pamoja na kuwaheshimu hivyo, wazazi kuna muda wanaweza wakapotoka na kuanza kulazimisha jambo ambalo lipo kinyume kabisa na amri na mapenzi ya Mungu. Hapo mtoto anaruhusiwa kupingana na wazazi wake, kwani kukubali kutenda hayo yaliyo kinyume na matakwa ya Mungu au mila na desturi njema za jamii ni kumkataa Mungu kwa maslahi ya wazazi au wakubwa. Hapo ndipo tunapoelewa lile neno alilolisema Kristo, anayempenda mzazi kuliko mimi hanistahili. Injili ya Mathayo sura ya 10 aya ya 37. Basi wazazi tunapaswa kuwaelekeza na kuwadai watoto wetu yale yanayotekelezeka, lakini pia yanayoendana na mapenzi ya Mungu. Fundisho la 3 ambalo tunalipata kutoka katika somo letu la kwanza ni kuwa watoto kutunza wazazi ni lazima. Wapendwa ndugu zangu, tunazaliwa na wazazi wakiwa bado wana nguvu, hivyo wanatulea kwa gharama, usumbufu na sadaka kubwa ili tuweze kufikia utu uzima. Malengo yao ni mema na sadaka yao haipimwi kwa mzani wowote. Yoshua bin Sira anatuambia, wazazi wanapofikia umri wa kuishiwa nguvu, ni jukumu la watoto kuwatunza. Pamoja na usumbufu wa aina yoyote ile ambayo inaweza kutokea, awe amerukwa na akili au akiwa timamu, bado anabaki kuwa ni mzazi wangu. Iwe katika magonjwa au katika uzee, bado ni mzazi. Hivyo tunapaswa kuwaheshimu na kuwatunza katika hali zao hizo. Watoto wanaowasahau na kuwatelekeza wazazi wao na kuhangaika, wanajinyima baraka, wanajitafutia laana yao wenyewe kwa maisha yao na kwa maisha ya watoto wao mbeleni. Injili yetu inaweka mbele yetu maisha ya familia ya Nazareti, familia ya Yesu, Maria na Yosefu kama kielelezo cha familia zetu zote. Katika somo letu la leo, familia nzima imeelekea uhamishoni, ukimbizini, na familia ipo katika mazingira ya kukosa utulivu na amani. Familia nzima imeingia katika taharuki. Tunaona tamaa ya madaraka, namna inavyopelekea familia ya mwana wa Mungu kuingia katika adha kubwa. Maria akiwa bado katika kipindi cha uzazi, analazimika kukimbia na kusafiri umbali mrefu. Sababu kubwa ni uchu wa madaraka ya Herode. Mpendwa msikilizaji, tunaona namna uchu wa madaraka unavyozalisha wakimbizi, wahamiaji na kuleta adha kubwa. Muda mwingine unapelekea vifo na vita kwa watu wasio na hatia yoyote. Hii inapaswa kutafakarisha namna tunavyowasababishia adha watu wasio na hatia. Pale ambapo tunapigania
madaraka na kutafuta mafanikio katika njia isiyo halali. Je, madaraka yana thamani kuliko maisha na uhai wa watu? Kutoka kwenye familia hii, mpendwa msikilizaji, tuna mambo mengi ya kujifunza, hasa tunu zilizo njema. Tunu ya kwanza ambayo tunaipata katika familia hii ni ushirikiano. Yesu, Maria na Yosefu walishirikiana katika maisha yao ya kifamilia. Kilichowaunganisha ni utii, heshima na uwajibikaji. Yesu aliwatii wazazi wake. Alishirikiana na baba yake mlishi katika kazi yake ya useremala. Akajulikana kama mwana wa seremala na yeye mwenyewe kuwa ni seremala. Yosefu alishirikiana na Maria hadi kwenye changamoto na shida. Leo tunasikia anakimbilia uhamishoni Misri. Maria naye alionyesha ushirikiano kwa mumewe mara zote alizoambiwa na Yosefu kufanya tukio fulani, alitii. Katika Injili ya leo, Yosefu amepata ndoto ya kuondoka na mtoto Yesu kukimbilia Misri. Maria hakusita wala kuhoji zaidi, licha ya ufupi wa muda baada ya kujifungua. Hakutanguliza ubishi, bali utii na heshima, kwa kuwa aliona uzuri wa jambo lilokuwa linaenda kufanyika. Nasi tunajifunza kuwa ili kuwa na familia bora na imara, lazima tuwe tayari kukubaliana, kuheshimiana na kutii. Ubishi usiojenga hauwezi kuifikisha familia sehemu iliyo nzuri. Tunahitaji uwazi na busara. Tunapokubaliana kwa pamoja, mpendwa msikilizaji, tunapata msukumo wa kutekeleza kwa pamoja. Mtakatifu Yosefu mara zote ameonyesha ushirikiano kwa mke wake. Yesu alipopotelea hekaluni, walienda wote kumtafuta. Lakini pia alishirikisha mipango yote aliyoambiwa na Mungu kwa mke wake, na ikajenga familia yenye uelewano. Yosefu hakumpelekesha Maria kama askari, bali waliyaweka mawazo pamoja, wakaishi kwa upendo na umoja. Hii inaonyesha namna ushirikiano unavyoweza kuzijenga familia zetu zikawa imara na zikaweza kusimama. Tunu ya pili ambayo tunaipata kutoka kwenye familia hii ya Yesu, Maria na Yosefu ni usikivu wa sauti ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, Maria na Yosefu waliisikia sauti ya Mungu pale walipotakiwa kufanya jambo fulani. Kwa kuisikia sauti ya Mungu kupitia malaika, walitekeleza mpango wa Mungu. Changamoto nyingi na matatizo mengi ambayo yanakumba familia zetu leo hii ni kwa sababu tunaifuta sauti ya Mungu ndani ya mioyo yetu. Tumelisogeza mbali neno la Mungu linalotuelekeza namna ya kuishi na kutenda. Lakini pia tunauua moyo wa sala, ibada na tafakari. Kadri tunavyojitenga na mambo ya kimungu, tukitafuta furaha nje ya Mungu, ndivyo matatizo na tabia hatarishi kwa familia zinaibuka. Tabia kama kudai haki kwa ndoa za jinsia moja ni kinyume na mpango wa Mungu aliyokusudia Mungu mwenyewe. Usaliti na kukosa uaminifu kwenye ndoa ni matokeo ya kuondoa hofu ya kimungu ndani mwetu. Na hivyo, dhambi haionekani katika uzito wake na kuogopwa. Tunaalikwa kuikuza roho ya usikivu wa sauti ya Mungu inayokuja kupitia neno lake na mahubiri, wosia na maelekezo ya wazee wetu waliotutangulia, pamoja na mazingira tunayokutana nayo. Tunu nyingine ambayo tunaikuta kwenye familia hii ya Yesu, Maria na Yosefu ni kujali na kuokoa. Yosefu na Maria wanatufundisha kuwa tunapaswa kuwa mstari wa mbele kujali na kuokoa badala ya kuangamiza. Wazazi hawa waliyaokoa maisha ya Yesu kutoka kwenye uharibifu wa Herode. Je,
Ni wangapi tunachukua nafasi hiyo ya kuokoa watoto walioko kwenye mazingira magumu? Ni wangapi tumekuwa mstari wa mbele kufanya ukatili kwa watoto wadogo, kisa tu si watoto wetu? Ni wangapi pia tumekuwa sauti ya wale wanaokandamizwa na kunyanyaswa, au tumeendeleza unyanyasaji? Tunu nyingine ambayo tunaipata kutoka kwenye familia ya Yesu, Maria na Yosefu ni kuwajibika ili kupata mahitaji. Mpendwa msikilizaji, familia ya Yesu, Maria na Yosefu hawakuwa wavivu wakisubiri tu Mungu ashushe neema zake. Walipambana kujipatia mahitaji yao. Yosefu aliitafutia mahitaji familia yake kupitia nguvu na jasho lake. Licha ya kuwa na Yesu ambaye ni Mungu, lakini Mungu hakumshushia tu mahitaji, alipambana. Huu ni mwaliko kwetu kuwa Mungu anatupatia nguvu, afya na akili ili tuvitumie kujipatia mahitaji yetu kwa njia halali na sio kusubiri tu muujiza. Kama kuna familia ilipaswa kuhurumiwa na kupewa kila kitu toka kwa Mungu kama muujiza, ilikuwa ni familia ya Nazareti. Lakini hadi Yesu mwenyewe alifanya kazi pamoja na Yosefu ya useremala. Kwa sababu hiyo, uvivu ni dhambi na ni mzizi wa dhambi. Pia wazazi wawatengenezee watoto mazingira ya kuwajibika na kujituma kufanya kazi. Waweze kutambua kuwa kufanya kazi sio adhabu wala kuonewa, bali ni sehemu ya maisha ili kujipatia mahitaji. Kumdekeza mtoto na kumfanya aione kazi kama adhabu au ni mbaya ni kosa na ni dhambi ya kimalezi. Tunu nyingine ambayo tunaipata kutoka kwenye familia hii ni tafakari, ukimya na kutunza siri. Wapendwa ndugu zangu, hii ni sifa nyingine njema tunayoipata toka kwenye familia hii ya Nazareti. Maria na Yosefu walikuwa wasikilizaji wazuri sana, lakini wazito kuongea. Yosefu alipogundua kuwa Maria mchumba wake ni mjamzito, alikusudia kumwacha kwa siri ili kutunza heshima na kuokoa maisha ya Maria. Hii ni kazi ya tafakari. Maria naye mara zote amekuwa akioneshwa kama mwanamke msiri, tena anayehifadhi yale anayoyaona na kuyasikia moyoni mwake. Hivyo tafakari inazuia maamuzi ya haraka haraka na kukurupuka. Kutunza siri kunalinda heshima na utu wa mtu. Kunampa mtu nafasi ya kufanya marekebisho akisaidiwa vizuri. Kutunza siri kutaendelea kuzifanya familia zetu zisimame. Kuongea hovyo mambo ya ndani ya kifamilia kunabomoa mahusiano katika familia na kunavunja maelewano. Tunu nyingine ambayo tunaipata kutoka kwenye familia ya Nazareti ni kupokea mapenzi ya Mungu. Mpendwa msikilizaji, wote wawili Mungu anaingilia mipango yao na wanakubali mapenzi ya Mungu. Maria alipokea mpango wa Mungu na kadhalika Yosefu alikubaliana na mpango wa Mungu. Kuna wazazi mpaka leo ikitokea mtoto akamshirikisha nia fulani ya kutaka kumtumikia Mungu, hawako tayari kuipokea nia hiyo. Wanakuwa mstari wa mbele kuwakatisha tamaa. Mpendwa msikilizaji, kupokea mapenzi ya Mungu ni tunda la usikivu na subira. Maria na Yosefu walipokea mpango wa Mungu kwa sababu walikubali kusikiliza kwanza sauti ya Mungu ikisema nao. Pamoja na mipango yao, bado walitenga muda wa kusikiliza. Hawakuizima au kuizuia sauti iliyokuwa inasema nao. Waliendelea kuhoji ili wajue zaidi. Tunamsikia Maria akiuliza, "Itakuwaje maana simjui mume?" Swali hili lilimsogeza zaidi kujua mpango wa Mungu kwake. Na baada ya kupata ufafanuzi,
anaupokea mpango wa Mungu kwa moyo mmoja. Lakini pia ukimya wa Yosefu na tafakari yake ilimsaidia kugundua na kupokea mpango wa Mungu. Wapendwa ndugu zangu, huu ni mwaliko kwetu ili kulinda na kustawisha familia zetu. Maisha ya familia yanahitaji ukimya na kupokea mpango wa Mungu. Maisha ya familia, mpendwa msikilizaji, ni wito. Wito huu unaanza na sauti laini ya upendo wa Mungu inayosikika ndani ya moyo wa mtu kumpenda mwingine ili waweze kuanza maisha ya pamoja na kutimiza mpango wa Mungu. Sauti hii inapaswa kulindwa na kusikika kila mara. Tunaporuhusu ifutike, wito wetu huo unakosa nguvu. Kamwe tusiruhusu changamoto za maisha na yale tunayoyaona yaondoe sauti hiyo ya upendo ili kulinda na kutunza familia. Fundisho tunalolipata kwenye familia ya Nazareti ni kwamba changamoto kwenye familia haziepukiki. Pamoja na familia hii kuwa na Yesu, lakini bado walikumbana na matatizo mengi, mfano kwenda uhamishoni kama tulivyosikia kwenye injili ya leo. Hivyo mara zote tunapaswa kuwa na ushirikiano katika familia, kuwajibika kutafuta mahitaji, kuwa na tafakari na kutunza siri, na kila mmoja atambue nafasi yake. Hapo tunaweza tukaijenga familia iliyo njema, familia bora, familia ya kuigwa na kielelezo kwa wengine. Wapendwa ndugu zangu, siku ya leo tuendelee kuziombea familia zetu, hasa katika ulimwengu wa leo, ziweze kujifunza kutoka kwenye familia hii ya Nazareti. Wazazi wawalee na kuwatunza watoto wao, lakini pia watoto nao wawakumbuke wazazi wao. Tushirikishane tone la upendo. Ulikuwa nami Padre Abias Mkwetu Tadeo, misionari wa damu azizi ya Yesu. Na neno la Mungu twende kuhubiri, tushirikishane tone la upendo. Mahangaiko ya watu tujifunze, tushirikishane tone la upendo. Tushirikishane tone la upendo, tushirikishane tone la upendo, tushirikishane